Bismillahirrahmanirrahim. Kila sifa njema anastahili Allah tabaraka wa taala. Rehma na amani zimwendee mtume wetu Muhammad pamoja na manabii wote ambao Allah aliwatuma katika huu ulimwengu kuja kutufundisha utaratibu na namna ya kuishi kwa kumwabudu yeye na kumtii pia. Naam, ndugu zangu, leo ngoja tuzungumze kuhusiana na kitu ambacho Waislamu kwa sasa hivi tunakifanya kama ni mazoea kwenye kulitumia neno kafir. Tumekuwa tukilitumia kama tusi pindi ambapo wakati mwingine tumetofautiana kifikra na wale wasiokuwa Waislamu na hata Waislamu wenzetu. Tumekuwa tukitumia neno hili kama vile tusi kwa sababu tu linaudhi au linakera. Wakati mwingine tumekuwa tukilitumia kama sisi tunajiweka katika daraja la kwamba ni majaji wa mioyo, kitu ambacho hatuna mamlaka nacho isipokuwa Allah ndiye jaji wa mioyo. Sisi tunaonana tu kimwili, lakini ndani ya roho anayeona ni Allah, ndiye anayejua ndani ya roho iko kitu gani kiko ndani ya roho ya mtu. Tumekuwa tukitumia maneno kimazoea. Kiuhalisia neno kafiri anayepaswa kuitwa ni mtu ambaye kamuasi Allah. Sio tu kwa sababu wewe mwanadamu mmekosana kifikra, mmekosana kibiashara, mmekosana vitu vyenu vya hapa na pale umuite mwenzako kafiri. Hapana. Unachokifanya unakosea, ni dhambi hiyo unayoifanya. Anayepaswa kumuita anayepaswa kuitwa kafiri ni yule ambaye amemuasi Allah, kamuasi mtume, anaasi dini ya Kiislamu, anaasi na hao Waislamu wenyewe. Huyu ndiye anayestahili. Lakini sisi leo tunalitoa kama maji ya kunywa, sivyo inavyostahili kutoka. Neno kafiri limegawanyika katika namna tofauti. Sio kila ambaye sio Muislamu bali yeye ni kafiri. Hapana, haina maana hiyo. Sio kila ambaye sio Muislamu basi anastahili kuwa kafiri. Haiko katika maana hiyo. Haipo katika maana hiyo. Katika fiqh ya Kiislamu na asili halisi ya neno kafiri, maana yake ni kuficha. Kuficha nini? Kuficha ukweli ama haki. Baada ya mtu kuwa ashafikishiwa ujumbe wa Allah, ameusikiliza, kisha yule mtu akauficha ule ukweli, yani akaukataa. Na baada ya kukataa, mtu huyu akaendelea kwa kufanya madhambi ya kwamba kutengeneza njama za kuasi Uislamu na kuasi Waislamu, yani kuwafanyia uadui, akaapa kufanya uadui. Huyu ndiye anayestahili kuitwa hili jina kafiri, kwa sababu huyu mtu ameficha ukweli na ametakabbar kwa kufanya kiburi. Huyu mtu anastahili hicho. Lakini wasomi wa Kiislamu wanatuambia sio kila kosa au kila mtu anaweza akawa kafiri. Anaweza akawa kafiri. Sio kila mtu anaweza akawa kafiri. Ukafiri umegawanya katika namna tofauti tofauti. Ndio maana leo kuna baadhi ya makosa hata Muislamu anaweza akafanya, haina maana kwamba yule Muislamu kafanya ukafiri. Kwa mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Muislamu mwanamke ambaye hashukuru yale ambayo mume wake anamtendea, kwa wale ambao anatendewa mambo na waume zao, kwa wale ambao mume wake anamtendea, anayomhangaikia, anayomfanyia, mwanamke ambaye haoneshi shukurani kwa mwanaume huyu anakufuru. Amemkufuru mume wake. Kukufuru maana yake ni kutokushukuru neema zile ambazo Mungu Allah anampa kupitia yule mwanaume. Hajafanya ukafiri isipokuwa amekufuru, kwa maana kwamba hajaonyesha kushukuru. Hasa kafiri imegawanyika katika sehemu mbalimbali, kwamba sio kila mtu ambaye tu haja Muislamu basi anafaa kuwa kafiri. Hapana, kafiri imegawanyika katika namna mbalimbali. Lakini hapa naelezea mbili kuu ambazo za msingi zaidi. Kafiri kwa mtu ambaye amefikishiwa neema ya Uislamu, kaujua
lakini hakuonesha kukubali, lakini pia akapanga njama dhidi ya kuwadhuru Waislamu. Huyu moja kwa moja Qur'ani inamtambua kama kafiri, na Allah amekataza kufanya urafiki na mtu wa namna hii. Rejea katika suratul Mumtahana, katika sura ya 60 hii ndani ya Qur'ani, aya ya kwanza. Allah anasemaje? Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, msifanye urafiki na maadui zangu na adui zenu, ambao waliapa kumwasi mtume na kutaka kumuua, kumfanyia fitina mtume wenu. Msifanye nao urafiki. Lakini Allah anasema katika sura ya aya ya 9 katika hii sura pia, Allah anasema hakika Mwenyezi Mungu anakukatazeni kufanya urafiki na wale ambao wanakupigeni katika dini yenu, wanamkataa mtume, wanamfanyia fitna na wanakufanyeni nyinyi uadui. Allah anakukatazeni kufanya urafiki nao. Mwenye kufanya nao urafiki, hakika huyu ni katika dhalimu, hao ni katika madhalimu. Mtu ambaye ameshapewa ujumbe wa Uislamu lakini ameukataa na akatakabari, huyu ndiye kafiri sasa. Na sio tu hapo basi, bali anafanya uadui pia. Anafanya uadui pia dhidi ya Waislamu. Huyu anastahili kuitwa kafiri bila shida yoyote. Lakini mtu kuna wale ambao sio Waislamu lakini hawapo katika hali ya kufanya uadui dhidi yetu. Hawa Allah amewaita, wanaweza wakawa Wakristo, wanaweza wakawa Wayahudi, wanaweza wakawa Wasabahi au tu Wasamaria, lakini hawajapokea bado neema Uislamu. Wenye amani wanaitwa, kundi la wenye amani. Sio Waislamu lakini wana amani na Waislamu, na wengi wao ni Manaswara. Hata Allah anasema katika Suratul Maida aya nambari 82, anasema utawakuta wale walio katika urafiki na wema dhidi ya wale dhidi ya Waislamu, dhidi ya waumini, ni wale ambao wanasema sisi ni Manasara, kwa sababu hawafanyi kiburi, hawaoneshi Waislamu uadui wala kiburi. Ni kundi la watu wenye amani tunawaita. Lakini Allah anasema wale ambao wana uadui dhidi ya Waislamu ni wale ambao ni wale ambao ni washirikina na Mayahudi, ndio wana uadui dhidi ya Waislamu. Lakini kuna kundi la wenye amani ambao hawa sheria haiwahukumu moja kwa moja kama ni makafiri, bali limeweka katika kundi la umma unaolinganiwa. Umma unaolinganiwa, sio kwamba ni makafiri, bali kundi la umma unaolinganiwa. Bado hawajapata neema ya kuelewa ujumbe, na kwenye kutokuelewa ujumbe kuna namna mbili. Huenda hawajaelewa kwa sababu ya namna walivyofikishiwa, katika namna iliyopotoshwa, kwa sababu leo tunashuhudia ujumbe unaofikishwa kwa wale ambao sio Waislamu unafikishwa katika namna ya kuforce. Yani lazima, kama mnapigana boxing match, unaforce ujumbe, unalazimisha ujumbe. Unakuja katika njia ya kuhukumu, sio kulingania bali kuhukumu. Allah alipotuma manabii wake aliwaambia kafikisheni ujumbe katika namna laini na nyepesi, sio namna ya chuki na kuleta hasira au kuleta ghadhabu. Walikuwa wanapeleka ujumbe kwa lugha laini. Na hata Allah akasema, enyi mlioamini, mtakapozungumza na ahlul kitabi, zungumzeni katika namna iliyo bora kabisa, yani ile namna iliyo bora ya mwisho. Lakini leo sisi ufikishaji wetu wa ujumbe, unaongea na asiyekuwa Muislamu, yani unamhukumu, sio unamfikishia, unamhukumu. Hii namna pia, ambaye alifikishwa ujumbe katika namna isiyo sahihi hawezi kuwa sawa na yule ambaye alifikishwa ujumbe katika namna sahihi na akakadhibisha na akapanga njama na uadui dhidi ya Waislamu. Huyu hafai, huyu ndiye kafiri. Lakini hawa ambao wapo katika hali ya kulinganiwa hawajapewa hukumu ya moja kwa moja kama kafiri, na hawa ndio tunao wengi duniani leo, tupo nao. Na kuna wale ambao ujumbe haukuwafikia pia kabisa. Hawa wote hawa wapo kwenye kundi ambalo hukumu zao haziwezi kuwa sawa na wale ambao walifikishiwa ujumbe katika namna sahihi na bado wakatakabar, wakafanya uadui. Hawezi kuwa sawa katika hukumu. Allah ni mwadilifu. Allah atahukumu baina yao siku ya Kiyama.
Wale ambao unajua kuna wanasema hapana, Suratul Kafirun inakuja kubainisha hilo, hakuna maneno mengine, Al-Kafirun inaelezea hivi. Tunajua asbabu nuzuli ya kuteremka Al-Kafirun. Haikushuka tu eti mtume kafika leo kapewa dini ahubiri alafu leo Al-Kafirun ikashuka. Hapana, Suratul Kafirun imeshuka baada ya muda mrefu sana kupita, baada ya makafiri washirikina tunawaita sisi, hawakupewa hukumu ya ukafiri mpaka walipolinganiwa kwa miaka mingi sana, zaidi ya 10 wanalinganiwa Qur'ani ya Allah kwa upole na kwa upendo. Mtume anatumia kauli laini, pole, kwa wema, anawalingania jamani. Lakini ilifika hatua wakagundua kwamba sisi hatuwezi tena kusurvive, hatuwezi tena kufanyaje, hatuwezi tena kusurvive dhidi ya maneno ya huyu mtume wao, huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu anachokiongea ni ukweli, hawezi kutunga haya maneno, lakini hatuwezi kumshinda kwa hoja. Kwa sasa hivi tunachokifanya, tufanye kama biashara na yani kama vile kina Al-Walid bin Mughira walikuwa ni viongozi wakubwa wa Quraysh pale Maka. Kwa walipoona kwamba mtume amewazidi kwa hoja na yale maneno sio maneno yake, ikabidi waunde njama, kwa sababu walihofia kupoteza nyadhifa zao, heshima zao, biashara zao, vyeo vyao, kwa sababu waliona kama vile tutapoteza sana hadhi yetu. Kwa wakaamua wamuite mtume, Muhammad njoo. Wakapanga naye biashara au mipango kwamba kwa kuwa bwana tumeshashindwa, sasa naona tufanye biashara au makubaliano. Mwaka huu tutamwabudu huyo Allah, na mwaka ujao wewe utaabudu Mungu wetu sisi. Mtume akateremshiwa wahi na Allah. Ule wahi haukuwa kama tusi kwa wale makafiri washirikina wa Quraysh. Haikuwa kama tusi, bali ilikuwa ni hukumu kutoka kwa Allah kwamba imeshabainika kwao hawa ni makafiri, kwa sababu walishafikishiwa ujumbe, wakauelewa katika namna njema, katika namna nzuri, lakini mwisho wa siku wakafanyaje? Wakatakabari. Hawa ndio makafiri. Aya ikashuka, qul ya ayyuhal kafirun, enyi makafiri, la a'budu ma ta'budun, siabudu ambacho nyinyi mnakiabudu. Na mwisho ikamalizia lakum dinukum waliyadin, nyinyi mna dini yenu nami na dini yangu. Ndio aya ikamaliza hapo. Utata haikuwa ni ugomvi, lakini ilikuwa ni msimamo thabiti wa kiimani kwamba nyinyi mna imani yenu, mimi na imani yangu. Ikaisha hapo. Hasa Waislamu wengi leo wanaichukua hii, anaisoma tu katika jamii, yani kirahisi tu, unawapachika watu ambao hata hujawalingania katika namna bora. Ndiyo mtume alilingania, lakini kwa wakati wake. Sisi wa wakati huu pia tuna kazi ya kulingania kama alivyolingania yeye, na sisi tuna kazi ya kulingania. Tufikishe ujumbe ambao katika namna nzuri. Swala la kukubali ama kutokukubali ni swala la kwao, maadamu hawatufanyiani uadui wala undava, basi tunaishi. Allah tabaraka wa taala anasema katika suratul Mumtahana katika aya 8, Allah anasema hakika Mwenyezi Mungu hakukatazini nyinyi kufanya urafiki na wale ambao hawakupigeni katika dini, wala katika hawashirikiani kuwafukuza majumbani mwenu, kwa maana kwamba hawakufanyeni uadui katika dini yenu, wala nyinyi Waislamu hawana chuki na nyinyi, wala hawazuii kufanya miamarati nao, labda huyu Muislamu simpangishi nyumba, huyu Muislamu simuuziki kiwanja, huyu Muislamu sifanye kadhalika, hawanyanyapai. Allah anasema hawakatazini kuwafanyia wema na kuishi nao kwa wema kabisa. Kitu ambacho tunapaswa kujua, kuna maisha ya kijamii, afu kuna maisha ya kiakida, dini. Jamii ina haki yake, lakini pia dini ina haki yake na msimamo wake. Lakini dini ya Kiislamu uzuri wake imejumuisha yote na kuelezea jamii inapaswa kuishi nao vipi. Ishi na jamii namna ambavyo yeye inaishi na wewe. Ishi nao kwa wema kwa sababu naye inaishi nawe kwa wema. Ikifanya uadui na wewe, ondoka eneo hilo, katafuta eneo ambalo lina watu wema,
ishi nao. Jamii haiwezi kuisha, na hata siku moja jamii haiwezi kuwa ovu yote, hata siku moja. Sasa sisi leo tunatumia neno hili kafiri kama tusi. Watu mmepishana kidogo tu kifikra, mnazungumza mazungumzo, hamjaelewana, kafiri huyu, kafiri huyu, kafiri hafai, kafiri 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 kafiri, anasherehekea Pasaka, huyu kafiri 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 kafiri. Wana sikukuu zao, tuna sikukuu zetu. Wana mfumo wao wa kiimani, dini, tuna dini yetu. Wao hawatudhihaki wala kutuvunjia heshima wala kutukebehi, nasi tunapaswa kutokuwakebehi. Wafikishie ujumbe, hakuna siku washakataa kufikishiwa ujumbe. Wafikishie ujumbe katika namna bora, waachie shauri, watafuata au hawatofuata. Hiyo ndio Qur'ani inavyoelekeza. Hakuna sehemu unalazimishwa ufanye uwalazimishe wasilimu. Hakuna hiyo sehemu, haipo hiyo sehemu. Hivi tunajua hao walioitwa makafiri walifanya nini kwenye dhidi ya Waislamu? Tunajua baada ya suratul Kafirun kuteremka kuwajibu kina Walid bin Mughira pale Maka, wakasema aha, sasa wewe unaonekana unatubishia sisi. Wakaanza shauri la kutaka kuwaonyesha Waislamu kwamba sisi ndo watawala. Walipitia tabu sana kina Bilal bin Rabah, Allah awaridhie. Walipitia tabu sana maswahaba, lakini mtume hakuonyesha ubaya, bado yeye ni nabii wa Allah. Wakaanza kuwashika maswahaba, kuwapiga, kuwatesa, kuwaua kama vile kina Yasir na wengineo, kuwatesa, kuwafanyia fitna kiwango cha hali ya juu sana, mpaka mwisho wakapanga njama, twende tukamuue mtume wao. Sasa wakapanga njama, leo usiku tunakwenda kumuua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini Allah akateremsha nusra kuwaelekeza mtume na maswahaba, leo watakuja kuwaueni, kimbieni. Kwa mtume akakimbia pamoja na maswahaba, wakaenda Madina. Bado wako Madina, hawa kina Walid bin Mughira wanatuma majeshi. Kumbuka baada ya mtume kuondoka Maka, zile mali zao Waislamu na mtume zote zilichukuliwa na kina Walid bin Mughira na majeshi yake ya Kikureishi pale. Wakachukua zile mali. Wakafika hatua, kabla mtume hajaondoka pale Maka, walifika hatua mpaka kwenda sokoni wamefunga njia kwamba Waislamu hawatakiwi kuhudumiwa katika hili soko. Kiwango cha hali ya juu sana cha kunyanyapaa, kutesa, kudhihaki. Hakuna Waislamu kuhudumiwa kwenye hili soko. Waislamu hawanunui chakula, mpaka nafika hatua subhanallah, maswahaba wanakula majani ya miti. Wanakula majani ya miti ili wasife njaa. Hii ndio dhiki waliopitia Waislamu dhidi ya hao walioitwa makafiri. Mtume kaenda Madina na maswahaba, bado wale makafiri hawakuridhika na ile kuchukua tu zile mali. Wanatuma majeshi yaende yakawaue huko Madina. Ndipo ikateremka kauli ya Allah kuamrisha jihadi. Waislamu wakapamba moto, wakadondosha dola ya kikafiri pale Maka, piga chini. Ndipo Daulatul Islamia ikasimama. Je, walioyafanya hawa makafiri walioitwa makafiri kipindi hicho ndicho wanachokifanya hawa ambao mnawaita makafiri leo, ambao hata siku moja hajawahi kukuwekea panga au mwiba mlangoni mwako ili wewe Muislamu ufe, au akokee sumu ule ufe? Lini? Tunabidi tubadilike. Kwa wale ambao mnafahamu ukweli, tubadilike, tumche Allah. Uislamu hauelekezi kwamba kila mtu ambaye sio Muislamu ni kafiri. Uislamu unaelekeza wazi kuna aina tofauti za watu kijamii, lakini ama sifa ya kafiri anapewa hasa yule ambaye ataficha ukweli. Sifa hii kama ilivyokuwa sifa ya mashaitani, kuna mashaitani wa kibinadamu, kuna mashaitani wa kijini. Sifa hii anaweza akapewa yani shetani anaweza akawa mwanadamu au akawa jini, lakini vile vile pia kafiri anaweza akawa Muislamu, anaweza akafanya ukafiri, lakini pia si kwa Muislamu anaweza akafanya ukafiri. Kwa hiyo inatenganisha. Kuna Waislamu ambao pia wameshaujua ukweli wa Uislamu ukoje, lakini wanatakabari, wanafanya ukafiri.
Wangapi leo hawaswali? Si wapo, tunawajua. Wangapi leo Waislamu ila wanacheza kamari? Wangapi? Wangapi leo ni Waislamu ila hawafungi Ramadhani? Wangapi? Wangapi leo ni Waislamu ila wanatukana? Wangapi? Tumeenda mbali. Kuna baadhi ya Waislamu wanafika hatua hata yule aliyetamka shahada kwa mapenzi yake bila kushinikizwa anaitwa pia kafiri, kwa sababu tu wametofautiana kifikra au mtazamo wa kimadhehebu, anaitwa kafiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yeyote katika nyinyi watu wangu nyinyi, atakayesema ewe Muislamu kafiri, ewe fulani kafiri, afu ni Muislamu mwenzake, Mtume anasema hilo neno ambalo alitamka litamrudia yeye mwenyewe. Udhalili huo utamrudia yeye mwenyewe. Tumche Allah, tumche Mwenyezi Mungu. Wakati Mtume yuko pale Maka, yuko Madina, hakuna siku ashai kuwaita wale watu ambao hawaonyeshi uadui, wale watu, jamii ya watu wenye amani, yaani jamii ya watu ambao wana amani, sio Waislamu, hawajasilimu, lakini ni watu wenye amani. Walikuwa hawaonyeshi. Hakuna siku Mtume akasema enyi makafiri njoni tu saini mkataba hapa, ila alikuwa akiwaita enyi watu wa kitabu, ya ahlul kitabi, enyi watu wa kitabu, enyi Mayahudi. Majina ambayo haleti karaha au haleti hukumu au haleti chuki. Sisi kama Waislamu jukumu letu ni kuwalingania wale ambao tunaona sio Waislamu kwa kuwafikishia mawaidha mazuri kutoka kwa Mola wetu mlezi. Wao wataamua watafuata ama hawatofuata. Lakini kingine pia kuna namna mbili ya kuwalingania. Namna ya kwanza ni kwa maneno na namna ya pili ni kwa vitendo. Tuishi vyema nao ni sehemu pia ya kuwalingania. Wanaweza wasituelewe kwa maneno ila wakaelewa kwa vitendo. Baada ya kuona Waislamu wanaishi vizuri na sisi, wema, waaminifu. Wengine wanapenda tabia tu wanasilimu. Wako wengi katika watu ambao walikuwa ahlul kitabi walisilimu baada ya kuona maisha ya Waislamu. Hawakumuelewa Mtume awali alipokuwa akiongea kwa maneno, lakini walielewa kwa matendo baada ya kuona hawa watu wanaishi hivi, kweli wanamwabudu Mungu ule ambaye ni wa kweli. Wakasilimu watu. Lakini sio eti tumefeli kimaneno kwa sababu tuna kauli chafu midomoni, tunaanza kuwahukumu kwa kuwa hata vitendo vyema pia hatuna. Tunaanza kuwahukumu. Sio sahihi. Ni kosa kumuita asiyekuwa Muislamu kafiri ili hali hajakuonyesha uadui wala hajakuonyesha yani uadui wewe wala dini yako wala mtume wako wala Mola wako. Ni kosa kubwa sana. Mtu huyu anastahili huruma, anastahili kulinganiwa kwa upole, anastahili kulinganiwa kwa matendo, na Allah ndiye atakayejua kama atabadilika ama hatobadilika. Wewe una haki ya kumhukumu. Lakini pia niseme kitu kimoja. Hakuna siku Mayahudi wote Mayahudi ama tuseme hakuna siku ahlul kitabi walishawahi kuwa maadui dhidi ya Waislamu. Isipokuwa kuna kundi katika ahlul kitabi lilijitenga likaenda kuungana na washirikina, nayo likawa miongoni mwa washirikina. Hawa ndio waliokuwa maadui wa Kiislamu, wa Waislamu na dini ya Kiislamu. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallama alipigana nao hawa. Walitoka kundi katika Mayahudi wakaingia katika upagani. Kundi katika Manaswara wakaingia katika upagani. Na vile vile katika zama zetu hizi Manasara sio maadui zetu wala Mayahudi sio maadui zetu, ila kuna kundi katika Mayahudi limejivua kwenye Uyahudi, limejiunga na washirikina. Kuna kundi katika Manasara limejivua katika Unasara, limejiunga na washirikina. Kundi hilo katika zama zetu linaitwa Anglo-Judeo-American Alliance, Christians Alliance. Yaani ni umoja wa dini zote zimeungana kwa umoja wao. Saizi wanajiita Zionisti. Makao makuu yao yako pale magharibi. Hawa ndo wanajumuisha Marekani kote huko. Ndio maana hata kauli za juzi ukimsikiliza waziri wa vita wa Marekani anasema Muislamu yoyote hata awe nani, Muislamu yoyote ni adui. Muislamu yoyote awe Shia awe Sunni, wote hao sio watu wazuri. Majamaa yana uadui na sisi.
yana vita na sisi toka mwaka 1900, yameanza kuingia kwenye dunia hii, kuanza kutamba mpaka leo. Hakuna siku Uislamu umepoa. Wameingia, wamevunja dola ya Kiislamu, wamevunja dola ya Kikristo, wamevunja kila utaratibu wa Mungu duniani, wameingiza utaratibu wao wa kipagani huu, wa kishetani huu, ambao mpaka leo upo. Hawa ndio maadui zetu, na hawa watu kwenye Qur'ani wameitwa Yaajuja wa Maajuj, ndio hawa Wazayuni. Hao ndio maadui zetu sisi, na ndio maadui hata wa Wakristo pia, kwa sababu nao ndio wanaowaendesha Wakristo, nao ndio wanaowaendesha Waislamu leo duniani, kuwapeleka mpute, lakini mwisho wao unakaribia. Kwa hivyo hili ndio darasa langu kuhusiana na swala zima la neno kafiri na namna ambavyo linapaswa kutumika. Sio kila ambaye sio Muislamu anapaswa kuitwa kafiri. Allah tabaraka wa taala ndiye mjuzi zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.